Waisraeli walikuwa wameshinda Yeriko kwa nguvu za Mungu. Kuta zilimomonyoka, ushindi ulikuwa mkuu. Lakini sasa mbele ya mji mdogo wa Ai, askari 3,000 wanakimbia kama watoto. Ni nini kimetokea? Dhambi moja ya siri imeangamiza Israeli yote. Leo tunajifunza hadithi ya Akani, jinsi uongo mmoja unavyoweza kuangamiza taifa lote. Yoshua 7 anatueleza ukweli wa kutisha: dhambi ya mtu mmoja inaweza kuwa maangamizi ya wengi. Hebu tuangalie kwa makini. Tusome Yoshua 7:1. Lakini wana wa Israeli walifanya kosa katika vitu vilivyoharamishwa, kwa maana Akani mwana wa Karmi, mwana wa Zabdi, mwana wa Zera, wa kabila la Yuda, alichukua baadhi ya vitu vilivyoharamishwa, nayo hasira ya Bwana ikawaka dhidi ya wana wa Israeli. Kisha Yoshua akatuma askari Ai, wakasema, askari 2,000 au 3,000 watatosha, mji ni mdogo. Lakini Israeli ikakimbia, askari 36 wakauawa. Yoshua na viongozi walianguka kifudifudi mbele za sanduku, wakaweka mavumbi vichwani. Kuna mambo matatu tunayokosa mara nyingi katika hadithi hii. Kwanza, Mungu hakusema Akani ametenda dhambi, alisema Israeli imetenda dhambi. Dhambi ya mtu mmoja ni dhambi ya jamii yote. Pili, familia ya Akani ilijua. Mkewe, watoto walimsaidia kuficha mali. Si yeye peke yake. Tatu, Yoshua hakuuliza ni nani, aliuliza ni nini tumekifanya. Uongozi wa kweli huchukua jukumu la dhambi za watu wake. Wanyamapori wa mlimani waliona yote. Walikuwa wameshuhudia ushindi wa Yeriko na sasa wanaona kushindwa kwa Ai. Nilijua kuna kitu kibaya. Walipoenda Ai hawakuomba kama walivyofanya Yeriko. Lakini kwa nini Mungu anawaadhibu wote kwa dhambi ya mtu mmoja? Kwa sababu Mungu aliwafanya kuwa taifa moja. Damu ya mmoja ni damu ya wote. Nimemwona Akani. Anajificha hemani mwake, lakini Mungu anamjua. Je, hawajui kwamba dhambi ya siri ni kama sumu inayoenea? Mungu aliambia Yoshua, Israeli imetenda dhambi. Wamevunja agano langu. Wamechukua vitu vilivyoharamishwa, wameiba, wameficha. Asubuhi Yoshua akawapanga kwa makabila. Kura ikaanguka kwa Yuda, kisha ukoo wa Zera, kisha familia ya Zabdi, mwishowe Akani. Alipoulizwa, Akani akakiri, nimeona joho zuri la Babeli, shekeli 200 za fedha na kimbo cha dhahabu. Nilitamani, nikachukua, nikaficha chini ya hema langu. Dhambi ya Akani inatufunza mambo makuu matatu. Kwanza, hakuna dhambi ya binafsi tu. Dhambi zetu zinaathiri familia, kanisa, jamii. Pili, Mungu anaona kila kitu tulichoficha. Hakuna siri mbele zake. Tatu, uongozi unahitaji kuomba na kuchukua jukumu la dhambi za wengine. Yoshua hakumlaumu Akani tu, alijiona mwenye hatia pia. Leo, je, una dhambi ulioificha? Je, una kitu unachojua kitaathiri familia yako? Mungu anakuita uje mbele zake kwa unyofu. Tunapoficha dhambi, tunajiumiza sisi na wengine. Lakini tunapokiri na kutubu, Mungu anatusamehe na kutuwezesha tena. Kama Akani hatukuweza kuificha. Lakini tofauti na Akani, tunayo Yesu ambaye ametupatia msamaha mkuu. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.